Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza Bi Hilda Boniface ametoa rai kwa vyama vya ushirika kuhakikisha vinajiendesha kibiashara ili kuhakikisha malengo yaliyowekwa yanafikiwa kama ilivyokusudiwa. Akizungumza katika kongamano la wanawake wa vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza, Bi Hilda amesema kuwa ili kufikia malengo yaliyokusudiwa lazima vyama hivyo viwe na mikakati madhubuti na malengo mahususi. Kwa hiyo ndugu zangu wa vyama tuliomo ndani, viwe vya akiba na mikopo, viwe vyama vya wavuvi, viwe vyama vya mazao na vyama vingine, twende tukasimamie vyama vyetu biashara. Tuwe na mipango thabiti na malengo thabiti katika kusimamia vyama vyetu. Tusiende kwa mazoea. Kwenda kibiashara, tuwe na mikakati madhubuti na malengo mahususi na kuhakikisha kwamba malengo yale yanafikiwa kama yalivyokusudiwa. Sambamba na hilo, Tume ya Maendeleo ya Ushirika inaelekeza kuhakikisha kwamba tunafanya ushirika kwenye eneo la uwekezaji. Tuwekeze kwenye ushirika kuhakikisha tunafanya uwekezaji mbalimbali ikiwemo kuwekeza kwenye benki ya ushirika ili baadaye tuweze kupata gawio, lakini tuwekeze kwenye miradi kadri ya kanuni na maelekezo yanayotutaka ili tuweze kuwa endelevu. Ushirika ni taasisi zinazojitegemea na ushirika unajengwa na kuendelezwa kwa kuwepo kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi. Pasipokuwa na shughuli mbalimbali za kiuchumi, hata mwendelezo wa ushirika wetu unaweza ukayumba. Kwa ndugu zangu, taasisi yetu ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika kupitia kamisheni yetu inaelekeza tufanye uwekezaji kwenye vyama vyetu vya ushirika. Lakini kipaumbele kingine, taasisi yetu ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika inatutaka tuhamasishe makundi maalum na makundi mbalimbali yaliyopo kwenye jamii kujiunga na kuanzisha vyama vya ushirika. Makundi hayo ni kama wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Nadhani nikisema hivyo mtakuwa mnanielewa. Wakina mama oye! Wakina mama safi! Wakina mama mbona mmepoa? Asante sana. Wamama wa Mwanza wanapenda sana amshaamsha. Katika ushirika, fursa zilizopo ni kwamba bado wanawake hawajazitambua. Wanawake bado wanakwenda kwenye ile mikopo ya kausha damu. Lakini kwenye ushirika kuna mikopo ambayo ina unafuu. Mtu anakopa na urejeshaji wake uko vizuri, riba iko chini na hakuna ule ukandamizaji, kwa sababu vyama vya ushirika vinasimamiwa na Benki Kuu, vinasimamiwa na TCDC. Lakini pia kwenye ushirika, unapozungumzia ushirika, huwezi ukazungumzia ushirika kwenye masuala ya kifedha peke yake. Ushirika uko kwenye kilimo, ushirika uko kwenye masuala ya kifedha. Mimi ni Cyprian Magupa wa Daily News Digital, Mwanza.